Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 Biblia inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa sababu ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kipi ninachotaka nikuonesha kwenye mstari kwamba ndani ya mwaka 2026 Mungu anatutamia kwamba yeye ndiye anatupa nguvu za kupata utajiri. Maana yake ni kwamba tukisema nguvu za kupata utajiri, maana ni package ambayo Mungu akikupatia inakupatia utajiri, au Mungu akikupa inakupatia mafanikio. Kitu kimoja hapo ambayo ni nguvu ambayo inaweza kufanikisha 2026 ni kuwatambua au ni kuwa na watu sahihi, kwa sababu Biblia inasema kwamba na malango yako yatakuwa daima, hayatafungwa usiku wala mchana, ili mataifa kuletea utajiri. Kwa tafsiri pesa, kumbe huwezi kufanikiwa au huwezi kupiga hatua kama una connection na watu sahihi. Ni ombi langu kwa Mungu mwaka 2025 Mungu atupe neema ya kuwatambua watu walio majini. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo pili kwamba mwanamke mmoja alimwendea Isha akamwambia kwamba, tazama mume wangu amekufa, lakini yule aliyekuwa anatudai amekuja kuchukua watoto wangu. Kipi nataka nikuoneshe kwa mstari kwamba kwa tafsiri nyepesi, kumbe ni kwamba yule mwanamke alitambua kwamba Elisha ndiye alikuwa mbeba hilo jibu aliyotaja. Kumbe tunahitaji watu sahihi ndani ya mwaka ambao hata kama hawana majibu yetu, tukizungumza mtu ambaye alibeba majibu kwamba anaweza asiwe na msaada na uhitaji, lakini anajua njia za kupita. Unaweza kuona kwenye Ufalme wa Pili pale Sulemani, unaona kwamba Elisha alikuwa hana hela za kumpa yule mama, lakini kwa sababu alikuwa anajua njia za kupita ili aweze kulipa ile deni, aliweza kumsaidia. Kumbe ndani ya mwaka 2026 unapaswa kwamba Mungu akupe watu sahihi, na Mungu akupe neema pia ya kuwatambua watu walibeba majibu yako. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Yohana 5 kwamba yule mtu akamwambia Yesu kwamba, tazama mimi sina mtu ambaye angeweza kunisaidia. Yesu akamwambia, umepona. Kumbe kwa tafsiri nyepesi, unahitaji neema ya Mungu mwaka 2025 ili kuwatambua watu sahihi waliobebeshwa majibu yako, kwa sababu sio kazi nyepesi kuwatambua watu waliobeba majibu yako, kwa sababu kwenye hiyo kazi unayofanya unahitaji watu sahihi uweze kuvuka. Unahitaji watu ambao watasimama na kukuvusha, hiyo kwa ushauri au kwa njia yoyote. Unahitaji watu watakao kuvusha. Ni ombi langu kwa Mungu akupe neema ya kuwatambua watu sahihi mwaka 2025.